tumeshuhudia utumishi wa semina mafunzo ambayo walimu makada walikuwa wakiyafanya. Niseme ninyi kama walimu makada ni nguzo ya maarifa, lakini pia ni nguzo ya maadili, lakini ni nguzo ya uzalendo ndani ya Chama cha Mapinduzi na taifa letu kwa ujumla. Nimesikia hapa wakati nimesimama kueleza yale ambayo nimefundishwa, nimefafanua bila mashaka kada ni nani, uzalendo ni nani, ilani ya chama ni kitu gani. Kwa uwezo huo inanidhihirishia kwamba masomo mliyoyapata yanawaingia na mko tayari kwenda kutumika kwa ajili ya kuwanoa wengine, lakini pia kushirikiana na wengine katika kusongesha mbele gurudumu la maendeleo ya taifa letu. Niendelee kumshukuru na kumpongeza sana mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa, Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa miongozo na kazi zake nzuri anazofanya kwenye chama na kwenye taifa, ambazo zinaendelea kuifaisha taifa letu kisiasa, kiuchumi, kijamii na kiutamaduni, lakini zaidi kwenye nyanja za kimataifa. Ninaamini uongozi wake makini, umahiri wake kwenye siasa, kwenye diplomasia, kwenye uchumi na maeneo mengine, ataendelea kulisongesha mbele taifa hili, sisi tukiwa mstari wa mbele kusaidia kwenye kazi yetu. Ndugu walimu makada, tukiwa ndani ya Chama cha Mapinduzi, chama kilichojengwa juu ya misingi ya haki, umoja, uhuru na maendeleo, tunapaswa kutambua nafasi yetu si ya kawaida kama walimu. Tunafundisha kama makada, tunahamasisha, lakini kama walimu makada tunaunda msingi wa taifa lenye maadili, lenye maarifa na lenye mwelekeo. Hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwahi kusema, maendeleo hayataletwa kwa miujiza, maendeleo yataletwa na watu, lakini watu wenye maarifa, watu wenye nidhamu na watu wanaojua nini wanafanya. Kupitia ninyi naenda kujenga kundi jipya la watu wenye haya ambayo tumetoka kuyazungumza. Ndugu zangu, katika zama hizi za mabadiliko ya kisera, uchumi, tunapaswa kuwa mstari wa mbele kusimamia na kusambaza mafanikio ya serikali ya awamu ya sita chini ya mwenyekiti wetu wa chama, Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Tumeshuhudia maboresho makubwa katika elimu, katika afya, katika miundombinu na teknolojia. Ni jukumu letu sisi kuhakikisha kuwa mafanikio haya yanawafikia wananchi na yanaelezwa kuwa ni matokeo ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Tutambue kuwa sisi kama walimu makada ndio mabalozi wa chama katika sekta ya elimu. Sisi ndio tunaoandaa kizazi kijacho cha viongozi wa taifa hili, na sisi ndio tunapaswa kuwa wa kwanza kufundisha kwa mfano, si kwa maneno. Rais Daktari Samia Suluhu Hassan aliwahi kusema mara kwa mara, uongozi wa kweli ni huduma. Tunachotakiwa
mnachotakiwa kufanya ni kusimamia haki, kutenda kwa uadilifu na kuweka mbele maslahi ya watu wetu. Ndugu zangu, nyinyi walimu wa kada, walimu wa kada ni lazima muwe watetezi wa maadili ndani ya jamii, lakini muwe ni wachambuzi wa sera za maendeleo kwa mtazamo wa kichama.